Na ni wakati mwafaka huu tunakutana tena mwanamichezo, popote pale ambapo unatutazama, na hiki ni kipenga cha mwisho kama ilivyo kawaida. Siku ya Alhamis tunakutana hapa kwa ajili ya kupitia matukio mbalimbali, kuangalia sheria 17 kama matakwa yake yamezingatiwa ama namna gani. Aidha, kama kuna mapungufu, basi ni wakati mwafaka kwa ajili ya kwenda kurekebishana, kukumbushana, kwa sababu kipindi hiki kinawahusu zaidi waamuzi ambao wanachezesha sasa hivi, lakini waamuzi wale ambao ni wastaafu wanajaribu kupitia matukio ambayo yamejitokeza katika mechi mbalimbali, na wao wanapata kukumbuka enzi zao walikuwa wanachezesha namna gani. Lakini wapo wale waamuzi ambao wapo kama mimi, kwa maana ni waamuzi watarajiwa, tunataraji kujifunza baadhi ya mambo ya hapa na pale. Ni faida kubwa pia kwako wewe mshabiki kuangalia, wakati unatazama mechi unakuwa unajifunza kuona jinsi gani sheria 17 zinafanya kazi, waamuzi wanatumika namna gani katika kuzisimamia. Yote haya unayapata hapa katika kipenga cha mwisho hapa Azam TV. Nitakuwa na wataalamu wangu kama ilivyo kawaida. Nitakuwa naye Osman Kazi, huyu ni mwamuzi mstaafu wa FIFA, yuko hapa kuhakikisha anatupitisha katika matukio mbalimbali ambayo tumeandaa. Lakini pia vile nitakuwa naye mwalimu Ami Santimea, huyu ni mwalimu wetu, amechezesha soka miaka 40. Ameanza muda mrefu sana na uzoefu wa kutosha. Hali kadhalika niko naye Shafii Mohamed, huyu ni mwamuzi ambaye hajatoka muda mrefu sana, kwa hiyo bado zile element za kwamba mambo yanayofanyika sasa hivi anayo. Kwa hiyo karibuni sana ndugu zangu, tuendelee kupitia matukio moja baada ya jingine, si ndio manake? Sawa, mimi ni Omar Katanga, nitakuunganisha na haya matukio ambayo tunayo hayo. Bila shaka yoyote ni kusogeze sasa karibu, ili tuanze kupitia tukio moja baada ya jingine. Unaona hapa tunaangalia zaidi sheria nambari 12 ambayo hii inahusika na masuala ya madhambi ama makosa na utovu wa nidhamu katika mchezo. Hiki ndio kitu ambacho tutakizungumzia zaidi leo hii hapa, na matukio mengine mengi ambayo tumeandaa. Sasa kabla tujasonga mbele zaidi, hebu tupate kwanza matangazo kidogo, afu tutarejea tena. Sasa ni ule wakati wa kwenda kuyamulika haya tuliyokuwa nayo. Nimekuambia kwamba sheria namba 12 ndio kitu ambacho tutakwenda kukizingatia zaidi katika haya ambayo tumeandaa, lakini tuanze kwanza kuangalia matukio mbalimbali ambayo tumeyaweka hapa. Tuanze na mechi hii ambayo hii ilihusisha Simba pamoja na B19. Ni michuano ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Tukio hili tutakwenda kuanza nalo, tuangalie nini kimekwenda kutokea, uamuzi gani ambao umechukuliwa, kama uko sawa ama sio sawa. Ndio maana wataalamu wako hapa watatupitisha kama kuna offside ama hakuna offside. Tunaliona vizuri ile tukio, mwamuzi amenyosha kibendera kuonesha kwamba amemkamata kwenye offside. Hii nataka nianze na Shafii. Yes. Kwa namna ambavyo umeitazama, unakubaliana na mwamuzi kwamba hii ni offside? Hapana. Hiyo haikuwa offside. Huyo mchezaji wa Simba alikuwa kwenye onside position. Lebase Ngeye. Yes, isipokuwa tu assistant referee alikuwepo akuinua macho yake kuangalia mpaka yani kiwanja kizima. Kwa hiyo alicheki na watu wawili, akaona kama ipo offside, kumbe nyuma yao kulikuwa kuna defender mwingine wa B19. Kwa hiyo hii haikupaswa kuwa offside. Haikupaswa kuwa offside. Yes. Na yeye alikuwa anaonekana amesimama eneo zuri tu. Yes. Kama unavyomuona hapa, amesimama sehemu ambayo anaona kila kitu mbele. Si ndio maana yake? Ni yani amesimama sehemu nzuri kabisa, lakini sijui kwa nini, sababu assistant referee anatakiwa awe na second last defender. First goalkeeper kwa hapo, second anayefuatia. Kwa hiyo amkamata vizuri, lakini sasa sijui kitu gani kilichomfanya mpaka asiamue ngoja tuangalie hapa wakati mpira ndo unatoka mguuni. Wakati mpira unatoka mguuni. Sawa, tuende vizuri hapa ili tujiridhishe. Kuja kidogo. Wakati mpira unatoka mguuni. Sawa, hapo tuko vizuri sasa. Ili tuone ngoja kidogo hapo.
wakati mpira unatoka mguuni hapa wakati mpira unatoka mguuni bado mchezaji wa Simba alikuwa onside. Ndio. Alikuwa onside. Alikuwa onside kwa maana kwamba yeye yeye mbele yake kuna second defender. Sawa. Second defender. Kuna mtu ana maoni tofauti na hili? Tuko vizuri hapo Labda kwa maoni ndio naungana na Shafii. But lazima tujiulize swali moja kwamba inakuwaje tuna waamuzi wasaidizi wanafundishwa kwamba always unapotaka kukamata offside uhakikishe wewe upo na second last defender. Ndio. Position yake sahihi kabisa alikuwa na second last defender. Ambayo hii hapa. Anyanyue offside then kama alikuwa sambamba na second last defender. Tatizo linakuja sehemu moja. Kuna tatizo la eyesight, jinsi tunavyotakiwa kuchezesha macho yetu wakati mpira unapotoka kwa opponent A kwenda kwa opponent B, kwa maana ya defending teams opponent wao. Ndiyo. Wale wanaozuia hapa B19 ndio walikuwa wanazuia. Inawezekana ana shida ya kwenye kuhamisha macho wakati anaona mpira unatoka kwa teammate A kwenda kwa teammate B, yeye mawazo yake yalibaki kwa hawa watu wawili waliokuwa mbele, hawa wawili, huyu mshambuliaji na defender aliyoko nyuma yake. Akasahau kutizama mpira unapotoka na second last defender ambaye ni huyu hapa, kwa sababu ukiplay hapa play kidogo alafu utaipause mara moja. Stop. Hapo tayari offside. Huyu tayari yuko kwenye mshambuliaji yuko kwenye nafasi ya kuotea. Ina maana hakuwa makini na pale mpira ulipokuwa unatoka kwa yeye anakuja kumuona hapa wakati mpira tayari huko njiani kwenda kwa Libase Gay. Anaona kwamba huyu ameshazidi. Tunaweza kusema kwamba hakuwa anamtazama huyu. Hapana. Wakati mpira unatoka, mimi nitasema hakuwa akimtazama anayetoa mpira, sio second last, kwa sababu yuko mstari mmoja na second last defender. Amekaaje pale kama alikuwa hamtazami second last defender wakati anautazama? Yani huyu mwamuzi wakati mpira unatoka unatembea, akaja kushtukia kwamba mchezaji wa Simba yuko mbele zaidi, ndio akamkamata. Nakubaliana na wewe kwamba na Shafii pia kwamba umakini wake tu haukuwa umakini kwa mtu aliyekuwa anatoa mpira. Yeah. That's it. Angegundua kwamba mpira unatoka sasa mguuni na watu ambao macho baada yako mbele kule, asingeweza kumkamata kama ni offside. Haya, tutoke hapa. Omari. Naam. Kwa situation kama hiyo sasa na mshauri na wengine kwamba wakati hapo alipokuwa pale unatakiwa uwe unaongea no offside, no offside, no offside. Yaani unajisemea moyoni mwenyewe kwamba hapa bado hapa no offside, no offside. Kwa hiyo manake hapo ikiachiwa sema hapa no offside tunaondoka. Okay. Sawa. Tuko vizuri. Tuangalie tukio jingine. Hili sasa ni tukio la mechi ya ligi kuu ya NBC, Simba na Singida Black Stars. Goli la pili limefungwa. Mohamed Mkono ndiyo yuko upande wetu huku, kwa maana line number 1. Huyu mwamuzi Mohamed Mkono, line number 1, yuko hapa. Ameacha hii move, imekwenda moja kwa moja na likafungwa goli ambalo limekubaliwa. Mwalimu Sanmea, tuiachie kidogo hii. Tunarudi pale pale. Ndio. Kwa tutazame wakati mpira unapopigwa kwamba mchezaji yuko kwenye situation gani, yuko kwenye hali ya kuotea au ya kutokuotea. Sasa watu wengi wanatizama mchezaji anapokuwa
wanapopokea mpira. Ndio. Lakini hawatizami wakati mpira unapopigwa. Sijui tuko pamoja eh? Tuko vizuri kwa maana hapa mpira ndio unatoka mguuni. Sasa ukitizama mpira ulipokuwa unapigwa pale, huyu mchezaji wa Simba alikuwa hayupo katika hali ya kuotea. Ambaye ni huyu. Alikuwa hayupo katika hali ya kuotea. Yuko mbali kabisa. Naomba nilikusaidia kidogo hapo kitu. Samahani. Bila samahani. Mimi tunataka naipenda hii nafasi. Tunataka tupate ufafanuzi wa kina, sawa? Tuanze kuwapa namba. Sawa. 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 Hapa ndipo mshambuliaji anayetoa pasi ya mwisho Clatous Chota Chama anapotoa pasi. Mchezaji anaenda kuhukumiwa yuko hapo chini ya namba 2. Ndio. Sawa, kwa maana ya Elie Mpanzu. Mpira ndo huu hapo unatoka hapo. Tumekubaliana? Tumekubaliana. Hapa ndo unatoka mguuni. Tuna hukumu offside wakati gani? Wakati mpira unatoka mguuni. Unapotoka mguuni. Ile pasi ya mwisho kuelekea kwa mshambuliaji. Ndio. Sawa. Oh, sorry. Je, mbele ili tumhukumu Elie Mpanzu kwamba ameotea, anatakiwa kuwa na watu idadi gani chini ya walioko mbele yake? Wawili. Wanatakiwa kuwa na pungufu ya wachezaji wawili mbele yake. Kwa maana ili ahukumiwe. Ili ahukumiwe. Sawa, ili ahukumiwe na anatakiwa kuwa na mtu mmoja mbele yake na mpira pia usiwe mbele yake. Naam. Hapa ana watu wangapi wakati mpira unatoka kwa Chama? Kwanza hapo yuko na watu wawili. Tayari ana wawili. Na ukichanganya na golikipa wanakuwa watatu. Maana yake yuko on. Kwa nini nimejipendekeza kuja kuchora hii? Because jana mimi nilimchumia dhambi Mohamed Mkono. Wakati goli linafungwa moyo unasema offside. Seriously. Unajua Katanga? Unajua ndio. Nilijisemea hii offside. Halafu nikavuta picha. Yuko Mohamed Mkono kule. Inawezekana kweli offside? Kidogo tukaletewa replay. Nikasema yes. Ukafuta ile dhambi. Nikasema Mohamed Mkono has never Ulimfutia dhambi lakini. Kabisa Sheikh. Kwamba hajawahi kuniangusha. Sawa. Mimi binafsi unajua lazima tu declare interest wakati mwingine kwamba kuna mtu unamwamini sana, hata watu wanaochambua wanavyoongea moyoni wanasema tusubiri kipenga cha mwisho. Why? Because of the trust they have kwenye kipenga cha mwisho, kwamba hii timu iliyoko hapa tutawapa kile. Kwa hiyo niseme tu Mohamed Mkono tumpigeni makofi jamaa. Nikushukuru sana kazi. Asante. Ngoja mwalimu, ndio nilichotaka kuongea pale. Ndio, karibu yeye. Tatizo letu tunatazama wakati mchezaji anapopokea mpira, lakini hatutazami wakati ule mpira unapotoka mguuni kwa yule anayempasia. Tatizo liko hapo, ndio lile nilozungumza mapema. Huyu hakuwa offside kwa sababu wakati mpira unatoka mguuni kwa mwenzake, yeye alikuwa katika nafasi ambayo sio offside. Sasa kule kutoka baada ya ule mpira unapokuwa unasafiri, hakuna anayekuwa anaotea tena pale. Umenipata eh? Ndio. Kitu ambacho mimi nimekigundua, watu wengine hawajaelewa kuwa kipindi hiki cha kipenga cha mwisho ni kipindi cha wataalamu. Hapa sisi tunakuja kuweka vitu ambavyo tunaona kwamba huko vimeenda sivyo vilivyo, tunakuja kuviweka vizuri, ni kai utaalamu. Sasa nimeona huko kwenye mitandao, huyu anaingilia hapa na huyu anarukia pale, huyu yani kila mtu anaongea kwake manake. Sio kila dereva anaweza akawa mwalimu wakafundisha. Ndio sababu tunakuwa na vyuo vya kufundisha udereva. Kabisa. Sio kila dereva leo unaona pale anaendesha gari basi yeye anaweza kufundisha gari. Hapana.
Kwa hiyo hiki ni chuo baba. Ni sahihi kabisa Mohamed Mkono hajaangusha yani sekta ya waamuzi. Alienda vizuri kabisa kwenye tukio hili. Hakuna offside hapa. Sawa, tutoke hapa. Twende tukaangalie tukio jingine, mechi hiyo hiyo ambayo ilikuwa inawahusisha Singida Black Stars dhidi ya Simba. Seti ya waamuzi ni ile ile, mwamuzi wa kati na Hussein Katanga. Mohamed Mkono sasa hapa ananyosha kibendera. Hussein Katanga ndugu yako? Ndio maana nimetaja kwa mbwembwe na nayo nafikiri ni kitu gani? Asante bwana. Unaona hapa sasa Mohamed Mkono, mwamuzi msaidizi namba 1, ananyoosha kibendera kuashiria kwamba amemkamata mchezaji wa Singida kwamba ni offside. Shafi. Yes. Yani mimi Mohamed Mkono ni mtu mmoja ambaye namuelewa kama alivyosema Othman hapa. Yani hiyo hapo ipo right kabisa kwamba mchezaji wa Singida kabla mpira hujaachiwa alikuwa offside position. Huyo ni Gwede. Yes. Gwede, Joseph Gwede. Kwa hiyo maana yake kwa sababu offside Katanga zipo mtu kwa offside position, kuna vitu vitatu ambavyo vinafanyika. Yani kwa offside position sio kosa. Kosa akiingilia mchezo, akiingilia mpinzani na akipata faida kwa kuwepo kwa offside position yake. Kwa hiyo hapo ameingilia mchezo. Offside position, offside ipi? Hii ni offside. Offside ipi? Ni interfering with play. Ameingilia mchezo. Kwa hiyo yani hapa ipo sahihi kabisa. Amemkamata vizuri kabisa. Amemkamata vizuri kabisa. Kama nilivyosema kwamba Mkono anakwenda na zile taratibu. No. Yes. No. Yes. No. Anafuatilia. Yes, na nyuka. Moja kati ya waamuzi ambao wanakuwa makini. Wapo wengi ambao ni makini, wengi mno. Miongoni mwao ni mmoja wapo Mohamed Mkono. Yes. Sawa, tutoke hapa. Twende tukaangalie tukio jingine ambalo hili sasa linahusisha mechi nyingine. Ilichezwa katika uwanja wa Black Rhino, TRA dhidi ya Namungo. Hii mechi iliisha 2-2. Namungo walichezea kichapo. Tukio hili, shuka limenyanyuka, bendera imenyanyuka juu hapa. Very tight unaambiwa. Hakuna tight yote hapa. Ndio utasikia mashabiki sasa mitano ilikuwa very tight ile. Hii hapa. Labda Omar. Samahani bwana. Sawa. Naomba nikwambie kitu kimoja. Umemwelewa vizuri Mwalimu Ami Sentimea? Nimemwelewa vizuri sana alichokisema. Naam. Mimi jana nilipitia mitandao sana tu usiku baada ya kufuturu, kabla sijaenda tarawih, nikapitia sana mitandao, nikawa naona huyu kaposti hii, huyu kaposti hii, huyu kaposti hii. Nikampigia simu mwalimu. Nilimpigia. Ndio. Nikamwambia mwalimu, kesho nataka ucheze role ya mwalimu utakapokuwa unatuongoza kwenye uchambuzi. Sawa. Akaambia Osman, hata mimi napitia hapa mitandao, mbona watu washambulia sana waamuzi wasaidizi. Kama basi kesho tuwafundishe watu. Omar, lazima tukubaliane kitu moja. Unamwona Mwalimu Ami Sentimea? Ndio. Sisi ni matunda yake yeye. Moja kati ya watu ambao wametutengeneza mimi na Shafii na wengi tu. Sawa. Leo wakati tunakaa hapa na mwalimu wetu kuchambua, kuna vitu tuna vi-apply kwamba tusije tukamtia aibu mwalimu wetu. Au sivyo? Ndio. Hatuna budi kukaa na kutizama matukio kwa macho ya kujifunza. Ndio. Ukiwa unatizama kipenga, mahaba yako yaweke pembeni. Kabisa. Usije kabisa na mahaba yako. Uchukulie kama darasa. Njoo kwa jicho la darasa. Kwamba wale waliokaa pale wamesomea, wamesomeshwa, wamelelewa kwenye haya maadili. Hakuna maneno ya kiushabiki hapa. Hatuna huo muda. Kabisa. Omar, wako watu wangapi sasa hivi hapo kwenye screen wamesubscribe kutizama hichi kipindi? Naam. Halafu
unataka kwenda kuleta mahaba yako. Haikubaliki. Mahaba wewe wa nyumbani, naomba wakati unatazama kipindi yaweke pembeni. Tutizame kwa jicho la darasa. Kabisa. Sasa wewe umesema kwamba yuko mtu kule nyumbani amesema very tight. Mimi nimekwambia very tight hapa iko wapi? Hapa kuna darasa moja inaitwa wait and see. Wait and see. Ukienda kuitafuta kwenye sheria namba 11 utaona imeandikwa sehemu moja tu, lakini ni somo kubwa pana yenye kutaka uelewa mkubwa ndani yake. Hapa tunamzungumzia nani huyu center half wa alikuwa Simba huyo, anaitwa nani huyo, ali jezi namba 32 huyu. Huyu yuko kwenye nafasi ya kuotea, sawa, ndio ameuchallenge ule mpira, lakini ili tuweze kumhukumu huyo, anatakiwa kwamba anamsababisha goalkeeper asipate clear sight ya huo mpira. Unakumbuka goli alilofunga Ahoua against Stellenbosch Zanzibar? Kibu Denis alienda akauruka ule mpira, au sivyo? Ndio wakasema tunataka mwamuzi alitumia muda mrefu sana kuitizama kwenye VAR kama unakumbuka. Alivyorudi akasema goal because Kibu Denis hakugusa ule mpira, lakini aliuingilia. Sasa kuingilia nayo kuna namna yake. Wakati mpira ulipokuwa unapigwa awali, je, Kibu alikuwepo kwenye mstari na goalkeeper? Na yani alikuwa anamzuia goalkeeper kuona mpira? Hakuwepo kwenye nafasi. Alifanya movement tu pale. Hutomhukumu kwa ile movement iliyofanya. Movement tutahukumu wakati akiingilia mchezo, amesema Shafii. Ili tuhukumu offside, kuna vitu vitatu: kuingilia mchezo, kumwingilia mpinzani na kunufaika kwa kuwepo kwa nafasi hiyo ya kuotea. Sasa mtu atasema yule sikanufaika kwamba aliufuata ule mchezo. Je, aliugusa mpira? Hakuugusa mpira. Sasa kunufaika mara nyingi inakuja kwenye rebounds. Sawa. Kwamba mpira ulipopigwa huyu mchezaji alikuwa ameotea. Right? Kipa akautema au kagonga post, ukamfuata huyu. Sasa ndo yeye ananufaika. Kunufaika lazima kuwepo na mchezo wa mpira, yani ananufaika na ule mpira. Sawa. Kwa hiyo tunasemaje, mwalimu Santumea, ni offside clear? Amehukumu vizuri. Offside clear inatoka wapi? Ama sio offside clear? Mawazo yako wewe unasema. Yule ambaye pengine kama utafikiria huyu amezidi, unasikiliza kwa makini. Nakusikiliza kwa makini. Yule ambaye anaonekana kama amezidi wala hakuhusika na huo mpira. Huyu aliyefunga goli huyo wala kuzidi. Hebu mweke tu uone hapo. Hapo offside sijui inatoka wapi. Mimi sioni. Hiyo hapo. Unaona ngoja kidogo tuirudishe hapa. Turudishe vizuri. Wakati mpira hapo sasa. Hapa. Unamwona huyu huku sasa hapa kwanza ni jezi namba 5. Hapa mpira umeshatoka. Jezi namba 5. Cheki jezi namba 5. Jezi namba 5. Huyo hapo. Hebu mcheka alipo sasa. Unaona wachezaji walio mbele yake? Unaona? Sawa. Unaona? Haiko offside hapo. Hapo haiko offside. Unamwona kama yuko offside huyu? Huyu hayupo. Ingawa mpira hata kama mpira umeshatoka lakini bado hayupo offside. Hayupo offside. Na ndio yeye aliyekwenda kufunga. Ndio yeye aliyeenda kufunga hapo. Hebu mnani? Si unaona anatoka hapo. Anaenda kufunga. Sasa offside hapo imetoka wapi? Huyu namba 32 aliye anashuri gani hapo? Alienda kumkinga golikipa. Amkinga golikipa amemkinga. Unajua Omar, unaposema amemkinga, sema amemkinga hakuona mpira. Kama angemkinga golikipa asiuone mpira, sawa, ndio tunamhukumu kwamba alikuwa na nia kabisa ya kwenda kucheza mpira, si ndio? Hiyo lakini tunaijibu hivi sisi kwamba kumkinga golikipa ni lazima huyo mtu awe mbele ya goalkeeper na yuko katikati ya mpira na goalkeeper, na goalkeeper hawezi kuona mpira, sawa Ndio tutamhukumu
huyo aliyeotea, lakini huyu yuko pembeni. Sawa. Jezi namba 5 anafunga goli. Sawa. Amemkinga vipi goalkeeper kuona mpira? Sawa sawa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hii hakuzidi huyo. Hii ilikuwa ni goli. Offside hapo. Hilo ni goli. Ni goli halali. Hilo ni goli. Sawa. Tutarudi. Okay. Unataka kuchangia kwenye hili? Kwenye hilo. Nitakupa nafasi baadaye, tutaanzia hapo. Haina shida. Sawa Sawa, basi tunaendelea kupitia matukio moja baada ya nyingine katika michezo mbalimbali ambayo imechezwa, na hii ndio faida kubwa hasa ya kutazama kipenga cha mwisho. Tunaangalia wapi pamepatiwa na waamuzi na wapi ambapo waamuzi kidogo hawakufanya vizuri. Tunakumbushana, tunaelimishana, ndio faida kubwa ya kutazama kipenga. Endelea kuwa nasi, tarajia muda si mrefu kutoka sasa, bado tunayo matukio mengi ya kutazama ndani ya kipenga cha mwisho. Ni muda mwingine tena tukiwa tunaendelea kupitia matukio. Baada ya mapumziko haya, sasa tunaendelea na matukio yetu ambayo tuko nayo. Mimi ni Omar Katanga, bado nipo hapa na wataalamu wangu Shafii Mohamed, Osman Kazi na mwalimu Ami Santmea. Wote hawa tunapitia haya matukio ambayo tumeandaa hapa. Sasa tunakwenda kuangalia matukio tukio la mkwaju wa penalty ama la kwa hiki ambacho kinatokea mechi ya Singida Black Stars dhidi ya Simba Sports Club. Hii mechi, angalia vizuri tukio hili, angalia vizuri sana tukio hili, halafu wanalalamika wachezaji wa Singida kwamba mpira umeenda kumgonga mkononi Rushaine De Rock. Shafi? Yes. Niambie. No foul, no handball, no foul. No foul. Mpira umeenda mkononi? Yes. Kwa sababu na ameongeza mwili wake, ameukunja, maana mkono hujakaa kwenye natural position. Ni sahihi. Lakini ipo vipi Omari? Kwamba handball yoyote, yani mpira ukitoka kwenye kiungo cha mwili kuja kwenye mkono, tunasema hakuna kosa la handball. Hebu rudia tena hapo. Yani mpira ukitoka kwenye kiungo cha mwili kama mguu, kifua, kichwa, ukaja kwenye mkono, tunasema hakuna kosa. Kiungo cha mwili wa nani? Wa mchezaji ambaye amezuia. Otherwise yule mpira umekuja kwenye kiungo cha umetoka kwenye kiungo cha mwili, ukaja kwenye mkono, alafu ameucheza. Tuseme akaucheza. Kama anatumia mkono kutengeneza ule mpira. Lakini kwa mazingira hayo hapo hakuna kosa lote hiyo ni kona tu. Kwa hiyo mpira umetoka kwenye mwili wa nani? Wewe mwenyewe Rushaine? Ndio. Tumepigwa na huyo. Shafii, umetoka kwenye mwili wa Rushaine. Kwa nini? Kwa sababu yule winga kaupiga ule mpira. Rushaine, angalia, ana block na mguu. Sawa? Halafu ndio ukapanda. Kwa hiyo umetoka kwenye mwili wake. Sawa? Unaona hapo? No, hakuna kosa hapo. Kona tu. Sasa hebu hapa kidogo kuna na hata nilikutana na mashabiki wakawa wanajadili swala hili la mpira unatoka katika mwili alafu unakwenda katika mkono. Inatokea mpira unapigwa na ureceive na kifua kwa mfano. Yes. Halafu ule mpira unatoka kwenye kifua changu unakwenda katika mkono na kwenda nafunga goli. Litakubalika? Haikubaliki. Haikubaliki. Sio umetoka kwenye mwili tumesema? Yes. Si kama hili tukio ambalo limetokea hapa. Ipo hivi nani? Kila mpira unaokuja sio lazima utatoka kwenye kiungo cha mwili kwenda mkononi. Sawa? Mimi nasema wenyewe ndio umetoka hapa. Umetoka kwenye kiungo cha mwili halafu umeenda mkononi. Sheria sasa hivi inatuelekeza kwamba in any scenario ambayo mpira utatoka kwenye kiungo cha mwili ukaenda mkononi, hatutohukumu handball unless
It is a direct attempt to score a goal. Yes. It is a direct attempt to score a goal unless ipo kwenye sheria namba 12 tunapozungumzia handball. Sasa iweke katika lugha iliyonyooka sasa. Sawa. Mpira wowote utakaotoka kwenye kiungo cha mwili kwenda mkononi hakutohukumiwa. Napenda ukitoa mifano hiyo kazi, ukisema kutoka kwenye kiungo cha mwili basi utumie ni kwa mchezaji huyo huyo, mchezaji wa timu inayoshambulia. Naam. Sawa. Naam. Mchezaji wa timu inayoshambulia mpira ukatoka kwenye kiungo cha mwili ukaenda mkononi. Sawa. Kama yupo kwenye attempt ya kufunga goli, yani yuko kwenye nafasi hapa anafunga goli na anaonyesha attempt ya kufunga goli, ndio tutahukumu handball. Lakini kama huo mpira umetoka kwenye kiungo cha mwili ukaenda mkononi, kisha huyo mtu akatoa pasi kwenda sehemu tofauti, hatuhukumu handball pale. Na hayo sio maelekezo ya Osman Kazi, ni maelekezo ambayo tunapewa katika kitabu cha IFAB, sheria za soka, kwamba kuna kitu kinaitwa FIFA Red. FIFA Red ndio wanasisitiza sana hivi vitu, kwamba tunapotaka kuhukumu lazima tukubaliane na uhalisia wa mchezo. Nikuulize kitu moja. Kwa mfano hapo tunamtizama Rushain. Rushain intention yake ilikuwa ni kucheza mpira kwa mkono, ni kuzuia. Alizuia kwa kutumia kiungo tofauti na mkono, au alizuia kwa kutumia mkono? Kwa kutumia mguu wake. Sawa. Kwa hiyo ana control tena na mwili wake, ameshapeleka mguu kuzuia mpira. Je, anaweza akawa na control na sehemu yake tofauti na mguu? Hatakuwa na hatakuwa na option kwa jinsi ilivyo. Kingine cha kuzingatia hapa tunapotaka kuhukumu handball pia, kuna distance of play pale mpira ulipotoka. Sawa? Huyu winga alipoupiga mpira na Rushain alipo, kuna umbali gani? Tight. Yadi 2 sana. Sawa? Ndani ya yadi 2 una utwist vipi mwili wako? Sio robot huyo. Yadi 2 unamaanishaje? Hapo kuna yadi 2 hapa? Hata yadi 2 hamna. Yadi moja tu hiyo. Hapa ni jirani zaidi. Hata yadi moja hapa hamna, labda kama nusu yadi hivi. Au sivyo? Kwa hiyo tunahukumu intention yake ilikuwa nini. Mpira umetoka sehemu ya mwili umeenda mkononi. Naomba nisikize maoni tofauti na kwako mwalimu. Bila shaka. Najua mimi siwezi kujua, hata hapa Othman Kazi anapata shida sana katika tafsiri. Mwalimu najaribu anapata shida sana katika tafsiri kujaribu kuelezea. Yaani mimi nilikuwa namsikiliza kwa makini tu. So, kwa nini sasa anapata shida yote hiyo? Unasikiliza mheshimiwa, kuna jambo moja ambalo watu wengi walijue. Sio kwamba kila mpira utakaofika mkononi basi hiyo ni handball, basi ni kosa. Unisikilize kwa makini. Kwa makini sana. Kitu cha kwanza lazima tutazame kwamba yule aliyekuwa ameshika mpira kusudio lake lilikuwa ni nini, la kwanza. Umenipate? Sasa hapo ukitizama utakuta huyo anayeshika mpira mwenyewe kwanza ameshangaa na shtuka. Umenipate? La pili, kuna kitu kinachoitwa kubabatiza. Mimi naweza nikakutizama wewe umekaa namna gani, halafu nikakupiga mpira mkononi kwako. Wala sitasema hiyo handball. Unless kama mimi na propel. Sijui tuko pamoja. La tatu, ule umbali kutoka mpira ulikopigwa mpaka mpira ulipokuja ukashikwa kwenye mkono. Haya, sasa FIFA wameturahisishia hili la 4 ambayo sasa hivi wameongeza kwenye sheria, kwa kama mpira ukitoka mwilini ukimgusa yule mchezaji yule aliyekuwa umepita kwenye mwili wake, pengine kichwa, kifua na nini, ukipita kwenye na nini, ile huwa tuhesabu handball unless tunapoona kwamba yule anapata advantage. Tuko pamoja? Vizuri kabisa. Unless yule anapokuwa ameshika ule mpira tunaona anapata advantage, na advantage wameeleza wao wenyewe tu kwamba advantage yake
anapokuwa ana nafasi ya kuweza kufunga goli pale utasema hiyo handball. Kama unaona kama ana advantage ya kufunga goli instant, tena wameandika neno instant, yani mara moja. Yani hapo yani ni kitendo ambacho hakihitaji hata kufikiri. Yeye handball umepita mkononi kwake, umefika chini, alafu anafunga goli. Unasema ulipita mwilini. Kama ulipita mwilini ilibidi lazima atoe pasi kwa mtu mwingine. Ikiwa tu yuko katika jaribio la kufunga goli, hapo wewe utamwambia sasa kwamba wewe kama umempita mwilini mwake. Kwa hiyo ndio vile vile umetuliza, umetambaa. Nasema hivi, kwa mfano nitoe mfano mmoja, utakumbuka nani Omar? Unakumbuka goli la Mistambwe? Nakumbuka. Against Simba. Uliona ule mpira ulivyokuja? Ulitoa kifuani, sio? Alafu ukatirikia mkononi. Alafu nini kilifuata baada ya kutirikia mkononi? Aliongeza akaenda kufunga. Akafunga. Yeah. Sasa ile Shafii, hebu tusaidie, hebu iweke vizuri hiyo. Ile tunaitreat vipi? Ile sasa ndo tunasema kwamba ni kosa. Kwa nini? Kwa sababu baada ya mpira kutambaa kwenye mkono, kutoka kifuani kwenye mkono, yule akafunga kwa muda huo. Attempt ikawa golini. Lakini asingekuwa kwenye eneo la kwenda kufunga. Ingekuwa kisa cha Selman Mwalim. Ile ya Selman Mwalim. Kwenye dabi ya Zanzibar. Sawa. Naelewa. Yaani mwalimu kasema hapo, lakini hata mpira umetambaa kwenye mkono alafu muda huo nikampa Osman kazi afu akafunga, na wenyewe nao hairuhusiwi. Nayo pia ni kosa. Nao ni kosa pia. Kwa sababu tuko pale kwenye nani ya kufunga goli. Umeshapata faida. Umeshapata faida. Umepata faida pale. Kwa hiyo sawa, kwa watazamaji wetu ambao pengine mambo magumu kidogo kwenye kuelewa, ngoja niweke vizuri, tuwafafanulie vizuri kwamba select moja. Selman Mwalim mpira ulienda mkononi. Tulichambua last week, lakini ngoja tupate na maoni yako. Sawa, mpira ulienda mkononi. Ndio. Kisha Mwamnyeto akauondoa ule mpira. Beki akauondoa ukaenda kwa mchezaji wa Simba. Yule mchezaji wa Simba akaudesh na ule mpira kule. Kisha akaja akapiga cross, Selman Mwalim anafunga goli. Hakuna kosa pale. Sijasikia. Hakuna kosa. Hakuna kosa. Hakuna kosa. Kwa sababu tayari yani mpira umetoka kwake yeye, umeenda kwa defender. Umeenda kwa sababu yeye akusudia kushika ule mpira. Yeye alikuwa na mwelekeo gani Mwalimu wakati mpira unatambaa na biti hapa? Mwalimu? Alikuwa na mwelekeo gani? Alikuwa anamwangalia ule mpira close. Kageukia goli. Alikuwa pembeni ya penalty area. Lakini goli liko mbele yake. Hakuwa kwenye, unajua tunaposema mbele ya goli inatakiwa goli liwe kifuani kwako. Ngoja niweke sawa. Maoni yenu of course sio maoni, lakini ni utaalamu wenu ambao mmetuambia. Kuwarahisishia zaidi watazamaji wetu ni kwamba ukitoka mpira kwenye mwili ukagusa kwenye mkono, ikiwa upo katika eneo la jaribio la kufunga, hapo ndipo ukiwa kwenye nafasi ya kufunga na uka-attempt kufunga na uka-attempt na ukafunga kufunga. Yes. Ikiwa hivyo, maana yake ni kwamba hilo ni kosa. Hilo ni kosa. Yes. Lakini tukio hilo ikiwa umegusa mpira umetoka katika mwili, ukaenda mkononi, eneo ambalo haupo katika jaribio la kutaka kufunga. Inakuwa ni sio foul. Mpira unaendelea. Sawa. Asante, tutoke hapo. Tunapata elimu hapa. Tuangalie tukio hili jingine ambalo hili tukio Singida Black Stars na Simba. Penalty ama sio penalty? Nianze kwako Mwalimu. Au nianze na Shafii? Ngoja tumsikize mwalimu wetu kwanza. Mwalimu ndo anatuongoza kwanza. Mwalimu, unaionaje hii? Mimi kitu ambacho ningependa zaidi ndio kwamba Shafii waongee zaidi, alafu wewe unakuja kusiriba pale. Lakini hapo sababu umependa mimi niseme itaonekana kama vile pengine naikwepa, lakini mimi ninachotaka nikwambie, ndio katika mpira kuna kitu kinaitwa contact, kugusana. Lazima kugusana kuwepo. Umenipata? Sasa tunatizama katika kugusana huko
huyu amemgusa mwenzio, amemsababishia kwamba asipate faida kwa namna gani? Sasa hapa mimi nikiona golikipa pale, sioni kama kitu chochote ambacho amekifanya cha kumsababisha yule forward kwamba asipate faida ya namna fulani. Kwa sababu kama mgusano ni wa kawaida sana, hajamshika miguu, yani hiyo kosa kwa golikipa halipo kabisa hapo. Kosa kwa golikipa halipo kabisa 100%. Halipo. Shafi? No foul hapo. Hakuna kosa. Foul. Hapo no foul. Mpira unaendelea tu. Kwa nini? Hapo Katanga mpira unaendelea, hapo hamna foul kwa sababu baada ya mpira ku rebound kwa goalkeeper kukawa kuna 50-50. Yote anaweza kaucheza huo mpira. Lakini huyu Gede huyu goalkeeper wa Simba akawa anataka nia kucheza ule mpira tena, kudaka ule mpira. Lakini Gede akakosa goalkeeper. Lakini Gede akawa ameugonga tena mpira kwenda mbele. Sasa kwa sababu mbele yake kuna mikono ya goalkeeper. Ndio. Kwa hiyo lazima kutakuwa na wasema tu mparazo. Haya, kwa hiyo unaweza kusema kwamba Gede ndio kagonga mikono ya goalkeeper. Yes. Kuna mgusano umetokea hapa? Upo mgusano mdogo sana, lakini tena yani hata msao wenyewe na sababu Gede wenyewe ngoja tuangalie vizuri huu mgusano. Mikono ya golikipa hapo ukitazama, ngoja tuangalie vizuri. Na hiyo yote akili yako kwenye mpira. Kila kitu hapo kipa yupo akili yake yote kwenye mpira. Naomba niseme kitu kidogo. Hapo kipa hajagusa mpira. Gede ndo amefanikiwa kucheza mpira. Ndio. Umeshatoka. Sio obstruction? Hakuna obstruction. Hakuna obstruction hivi. Hakuna obstruction. Hapo rafiki yangu nakwambia kosa kabisa. Akufanya addition yote yani yuko Katanga. Akufanya addition. Mikono iko mbele ya mshambuliaji. Na ameukosa. Ngoja nikusaidie. Mpira umeshatoka eneo hilo. Sawa. Ngoja mimi nikusaidie kitu kimoja. Tukio la kumhukumu goalkeeper, tunamhukumu kwa kosa gani? Ametumia mikono kumdondosha Joseph Gede au katumia mwili wake au katumia miguu yake? Tuanzie hapo kwanza. Mikono yake. Katumia mikono, au sivyo? Tuna sheria ulitokea sheria namba 12. Naam. Ina nini hiyo sheria namba 12? Hebu naomba tutizame ile sheria namba 12. Tuingie kwenye sheria namba 12, si ndio? Tuitazame. Ngoja tutazame sheria namba 12 inatuambiaje. Fouls and misconduct. Fouls za mikono, sio? Katika categorize foul zote, foul za mikono zimetengwa, ziko tofauti. Sawa? Kwenye hebu play. Sawa. Kwenye foul za mikono lazima kuwepo na kitu kinaitwa holding. Pause hapo. Pause. Sawa? Lazima hiyo hapo kipengele cha pili, holds an opponent. Kwenye ile tukio ipo holding. Goalkeeper alimshika Gwede? Hakumshika. Hakuna. Impedes an opponent with contact. Yani impedes, anamzuia mpinzani kufuata mpira. Alimzuia. Ndio hapo mikono imetangulia mbele. Lazima iwe face to face kwenye kuzuia. Kwa hiyo kuzuia lazima iwe wanatazamana. Yes. Hiyo ndio impedes. Ukimtangulizia mikono, kwa sababu unaweza ngoja nije hapo. Ngoja tufanye demo kidogo. Hapo ndio mimi wanapenda hapo. Stop. Haya. Hapa. Wewe unataka geuka. Wewe unataka kwenda huko. Sawa? Mimi unanizuia. Lakini sasa hapa labda ni kublock kwa kukuzuia. Na hii ndio impedes. Ikiwa unataka kwenda hivi, halafu nikakuzuia hivi. Hii ni holds an opponent, ambayo ndo namba 2. Holds an opponent. Sawa.
Sasa bites or spits. Sasa hapa kwanza kwenye impedes hapa. Sawa. Wakati wewe ukiwa unakwenda hivi, sio? Sawa. Unakwenda. Sawa. Mimi nikaja nikakuwekea mikono mbele. Sijakuzuia hapa. Umenizuia. Umenizuia. But sasa hii sisi tunaitumiaje? Hii tunaiweka kwenye holding kumzuia au inakuja kwenye impedes, mwalimu? Hiyo huwezi kusema kwamba holding na nini. Yeye utasema kwamba yani nimemzuia. Kwa hiyo inakuja kwenye impedes. Au sio? Nimekublock usiende mbele. Sawa, inakuja kwenye impedes. Lakini ukija kuangalia kuna kitu hapa natamani nikione. Sheria namba 12 haiishii hapa. Yes, hii hapa. Charges at an opponent. Anamrukia nani? Mpinzani wake. Ulimwona goalkeeper akamrukia Gede? Ameruka kwenda kucheza mpira. Tutakuja yake. Jumps at an opponent. Ndo lakini akaukosa. Sorry, charges ni kwa kutumia kiwiko. Sawa. Hakufanya hivyo. Sawa. Tunakuja hiyo ya pili ambaye ni jumps, si ndio? Jumps at an opponent. Alifanya hivyo. Aliruka. Hakumrukia mpinzani lakini aliruka kaufuata mpira na akaukosa mpira wenyewe. Sawa. Mpira umeukosa. Kicks or attempt to kick an opponent. Alimpiga teke pale? Hajampiga teke. Pushes an opponent, mkono huo. So Mohamed mkono, nazungumzia mikono yetu. Alimsukuma Gede pale. Tutakuja kuangalia hiyo nini tena. Strikes or attempts to strike. Strike ni kupiga ngumi. Tackles or challenges at opponent. Alitaka kumtegea? Hakutaka kumtegea. Trips or attempts to trip. Alitumia mkono labda kumkwatua. Kuna pahala palikuwa panaonekana mkono wake umecheza kwenye mguu. Ya tunazungumzia ilikuwa ni hii hapa. Si ndio hii? Hapana, sio hiyo. Ni hii hapa. Haya. Kuna pahala tumeona. Sawa. Bega lake. Eti bega. Bana mkono. Unaliona hilo? Omar. Nionyesha hapa bega liko wapi? Nionyesha bega wapi bega linamtegea nani? Ni mkono. Kwa hiyo bega halipo. Ni mkono, sio bega, ni mkono. Tumekubaliana bega halipo. Ni mkono. Sawa Tumekubaliana ni mkono. Sio bega, ni mkono. Ili tuhukumu mkono, lazima kuwepo na holds an opponent. Haipo. Pushes an opponent. Haipo. Strikes an opponent. Haipo. Yanne ipi? Trips an opponent. Ipi kati ya ili tuhukumu mikono. Tumesema katumia mikono. Tuthibitishie moja kati ya hizo. Si ndio kwenye impedes pale inaingia. Hatujakubaliana eneo lile. Katanga hapo hamna faulu. Ngoja. Kwa hiyo Shafi, nenda kamsaidie kidogo. Tumekubaliana lakini kwamba hili si tukio la hiyo, hakuna halipo kosa hapo. Hakuna kosa. Tumesema kwamba ili iwe impedes anamblock asiweze kwenda mbele. Huyu ametokea huku pembeni. Huyu anakwenda alikuwa anaenda against na goli. Jamani, hapa tunataka tuhukumu kosa la kutumia mikono. Hii mikono imefanya kosa gani pale? Kwa hiyo tunakubaliana. Kwa hiyo unasema kwamba mikono haikufanya kosa. Maamuzi ngoja. Kwa maoni yako sio? Haya ni maoni yangu. Hebu upate maoni ya wenzangu. Unasemaje? Kuna makosa yamefanyika hapa? Kosa kwa kutumia mikono halipo hata moja. Kwa sababu yeye akili yake yote iko kwenye mpira. Kwa hiyo kutoka huyu anayekuja kufunga akili iko kwenye mpira na goalkeeper yuko akili kwenye mpira. Wote akili zilikuwa kwenye mpira. Kwa hiyo pale kusema kwamba kuna mtu ambaye amefanyia kosa mwingine, mimi sikulione. Halipo. Sio kwamba sikuona. Hiyo katika picha hiyo halipo. Tutoke hapa. Tuangalie tukio jingine. Ndio faida ya kipenga cha mwisho. Mawazo tofauti kwa kufuata utaratibu. Hii nayo tunaiona hapa. Mwamuzi yuko karibu kabisa.
Tuna dakika 5 tu ya kumalizia tukio hili na jingine kama tutalifikia. Kuna kitu nimekiona hapa. Mkiniambia mimi ni hukumu, naweza nikaihukumu mwenyewe. Hukumu. Lakini nawaachia nyinyi wataalamu. Hebu hukumu. Hukumu. Mimi hii nafunika penalty. Alafu kishafunika. Niulize kwa nini? Niulize kwa nini? Naangalia mguu wa golikipa jinsi ulivyoingia. Mguu wa golikipa. Naam. Watu waone. Okay. Mguu wa golikipa. Naona ngoma hiyo. Unamwachaje? Mpira umeenda wapi? Tunaanza na mguu kwanza. Mpira umeenda wapi? Dhamira yake ya golikipa ilikuwa ni nini? Mpira unachezwa hivi ama unachezwa? Hebu mniambie wataalamu. Dhamira yake ilikuwa ni nini golikipa? Hiyo crutch anayoingia nayo. Shafi? Naam. Pause. Ngoja. Pause kwanza hapo nani? Mguu wa Kagoma unapoenda kwenye mpira. Haya. Yaturudishe taratibu. Na mpira wenyewe umeenda wapi? Sio umefichwa pale pale. Tumefichwa pale pale. Sasa niulize swali moja. Peleka taratibu hapo. Sasa ukitaka kusema mpira Omar. Twende na taratibu Taratibu. Sawa. Hapo golikipa ashamgusa Aucho? Si ndio maana hapo ashamgusa. Sasa hapo kwa Aucho angalia mguu wa kulia wa Kagoma. Mguu wa kulia wa Kagoma. Unaona huo? Umetupa muda mfupi sana kuelezea. Ili tungepata kama dakika 10 kulizungumzia. Muda mfupi sana? Sana. Dakika 3 zinatutosha sana hizi kumalizia hili tukio. Sasa hivi tunalimalizia. Sasa hivi. Shafi, nisaidie kidogo hapa. Yes, nakusaidia. Haya. Mguu wa Kagoma umefanya nini hapa kwanza? Achana na hii ya mbali. Naomba kwanza hii ya mbali ambayo tumeizoom. Inatuonyesha nini? Hapo hatuwezi kuona vizuri. Twende kwenye ile close up nyingine. Ile ambayo imevutwa karibu ile. Hii ya mbali hii kidogo tutadanganyana kwa macho. Hii? Twende kwenye ile ambayo sasa tunawaona wakubwa kabisa hapa. Hii hapa hii. Hii. Sasa hii ndio tunangoja kwenye mguu wa Kagoma. Unaona huo sasa? Haya. Mguu wa Kagoma hapa umefanya nini? Ipeleke taratibu, uangalie mguu unavyokwenda. Ipeleke taratibu, angalie mguu unavyokwenda. Huo. Umefanyaje mguu hapo? Mpira uko wapi? Kuna mguso. Mguso haukosekani. Katanga, listen, Katanga. Tusihukumu miguso kwenye attempt for the ball. Sawa? Kwa hiyo hapo ni sahihi tu. Bado mimi sijasema kwamba hii ni sahihi. Mguso tunakuja kuhukumu vitu viwili. Je, kwenye kugusa alianza kucheza mpira, alianza kumcheza mpinzani? Sawa? Hapa it's very clear mpira uko wapi? Aucho hapa kapitiliza. Yuko mbele. Sawa? Aucho hapa yuko mbele. Mpira kaubakiza nani? Kagoma. Lakini at the same time ukija kuangalia kuna sehemu utamwona Aucho mpira kaukanyaga na ndio uliompotezea timing. Angalia vizuri hapa. Nini kimemwangusha Aucho? Kaukanyaga mpira hii hapa. Mguu wa golikipa? Ngoja kwanza. Kabla mguu wa golikipa Aucho anaukanyaga mpira huu hapa. Uone nini jambo lenyewe muhimu hapa. Umeona hapa? Unaona wakati ana block mpira ndipo alipopoteza balance. Kwa maoni yangu, hebu nisaidieni wenzangu hapa. Kwa sasa Katanga. na goalkeeper mguu ambao ndio kusema wewe. Hiyo crutch ambayo ameingia nayo ile. Unaona hebu rudisha nyuma kidogo. Rudisha nyuma kidogo. Ngoja tuichezeshe labda hii. Tulia. Yaani hapo ngoja tuipate ile ambayo ya karibu karibu ile. Hii hapa. Yaani Aucho mpira timing ilipotea ya mpira. Kwa hiyo ukipa akajua Aucho ataupiga mpira kwa vile. Kwa hiyo mguu wake ndio akafanya kutaka
kuzuia kublock ule mpira. Ndio yani huyu akaanguka kutokana na kugusa mpira. Kwa hiyo yeye alivyonyoosha ile daruga ile ni sawa kabisa. Hiyo daruga yenyewe alijamfikia, yani alienda moja kwa moja kwenye mguu. Kwa hiyo hapo alikuwa anasubiri lifike katika mguu. Maana kuna wakati mwingine mna hukumu kwa dhamira. Lakini sio kwa hiyo, sio kwa hiyo hapo mlikuwa mnasubiri ifike kwenye mguu kwanza, afu ndo tuangalie kama ni makosa. Tunamaanisha hivyo. Sio kwa tukio hilo. Sio kwa tukio hilo. Sio kwa tukio hilo. Kwa hiyo maana yake hapa hakuna madhambi. Hapo hakuna madhambi. Hamna madhambi. Hamna madhambi, mauzo yako sahihi. Basi kama hakuna madhambi nadhani tumemaliza. Tumeangalia engo yake, mauzo yako na engo mzuri kabisa, kwa mkaribu. Hapo maamuzi aliona vizuri sana. Kaona vizuri kabisa. Maamuzi aliona vizuri sana sana. Basi sawa. Nadhani mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha Kipenga cha Mwisho, na bila shaka yote ambayo tumeyazungumza hapa ni faida tosha sana kwa watazamaji wetu. Watakuwa wamepata mawili matatu ambayo wameyaona. Mimi ni Omar Katanga, nimekuwa na Shafii Mohamed, nimekuwa na Osman Kazi pamoja naye mwalimu Ame Santimea. Hatuna la ziada kusema kweli. Niwashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mmefanya. Mmetuelimisha sisi waamuzi watarajiwa, lakini mmewakumbusha waamuzi wengine ambao nao walikuwa wanachezesha kama nyinyi wakati wenu, si ndio bwana? Sasa nawaruhusu tukapumzike.